mpenda sana mpaka mmoja anakuja kwa Sayyidina Anas, anachukua ule mkono wake tabi'in, anajipangusa mwili mzima, anasema hadha yadun massat Rasulullah, mkono huu ni mkono ulimgusa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi yeye kwa sababu hajamuona anajipangusa na mkono kama ule. Lakini pia walikuwa wakiulizwa wakiambiwa, antum raaitum rasulallahi bi'ayunikum hadhihi, hivi ninyi ni watu ambao mlipata bahati ya kumuona Mtume kwa macho yenu haya? Na wao wanasema naam, nahnu raaina rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi'ayunina hadhihi, ni kweli sisi ni watu ambao tumepata kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa macho yetu haya. Antum kallamtum rasulullah bialsinatikum hadhihi, je, nyinyi ni watu ambao mlipata kumzungumzisha Mtume na ndimi zenu hizo? Na wao wanasema naam, nahnu kallamna rasulullah bialsinatina hadhihi, sisi ni watu tuliongea na Mtume kwa ndimi zetu hizi. Antum amsaktum rasulullah biaidikum hadhihi, hivi nyinyi ni watu ambao kwa mikono yenu hii hasa mlipata kumshika Mtume Muhammad? Na wao wanasema naam, nahnu amsakna rasulullah biaidina hadhihi, sisi ni watu tulimshika Mtume, tulimkumbatia Mtume kwa mikono yetu hii. Kisha yule bwana akawaambia, tibitum, ama mmepata bahati kubwa, mmemshika Mtume, mmezungumza naye, mmemwona kwa macho vile alivyo, tibitum, wallahi mna bahati kubwa sana. Lakini bwana yule akamwambia, sasa na mimi sinikuambie alichokisema Mtume Muhammad kwa ajili ya wale ambao hawajamuona. Alisema, ishtaqa qalbi ila ahbabi, natamani kuwaona ndugu zangu. Uditu, aya nyingine au hadithi nyingine anasema natamani kuwaona ikhwani, ndugu zangu. Akaulizwa, walasna ikhwanaka ya Rasulullah, sisi sio ndugu zako, sio vipenzi vyako? Akamwambia, antum masahabi, nyie sahaba zangu, wa ahbabi au wa ikhwani, vipenzi na ndugu zangu, manyatuna min ba'di, ni wale waliokuja baada ya mimi kuondoka, wa amana bi wa lam yarawni, na wakaniamini wakanipenda na hawajaniona. Anamwambia yule mwenzie hayo maneno Mtume kasema, na akasema tena tuba liman raani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba thumma tuba, endelea mpaka mara 7, liman amana bi wa lam yarani. Hongera, mkono wa tahnia, atapata mti mzuri peponi mara moja aliniona na akaniamini, lakini atapata mara 7 aloniamini ile hali hajaniona. Haya ni mapenzi ya Mtume, kwa sababu Mtume alishawahi kusema sisi ambao hatujamuona tutatamani sana, tutampenda. Na ni kweli tunampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa nini tunampenda? Kwa sababu fahuwa basharun, yeye Mtume ni mtu, la kalbashar, lakini vile alivyo, miujiza yake, jaha yake, bado si kama mtu mimi na wewe. Mfano mathalan, kila mmoja wetu ana kivuli, msikiti una kivuli, gari lina kivuli, mimi nina kivuli. Mtume sallallahu alaihi wasallam hana kivuli, kwa sababu kivuli ukitembea nacho kinagusa jalala, kinagusa sehemu chafu.
Allah akamuondolea kivuli, angalau kivuli chake kisimtie ila. Ndio ile mmoja sema khuliqta mubarra'an min kulli aibin, umeumbwa umeepushwa na kila ila na kila aibu. Kaannaka kad khuliqta kama tasha, utafikiri umeumbwa ulivyotaka, na ndio ilivyo. Mtume hana ila, basi hata kivuli kile. Lakini masahaba si wanampenda, wanatembea naye karibu karibu, penginepo atakikanyaga kile kivuli chake kikaondoshwa. Ndio maana mimba ya mama yake, wala mtajid lihamlihi alaman wala thiqalan wala ilala, mimba ile hakusikia uzito kama wanawake wengine. Sababu hakubeba udongo na matope, alibeba nuru. Ndio maana siku moja anaambia sahaba zake, mmeona hichi kibla changu hiki, basi hivyo mnavyokiona ndio mwenzenu unaona nyuma hivyo hivyo. Ina maana ili fuvu la kichwa la nyuma la Mtume, kwa sababu ni nuru, halikumzuia kuona nyuma, halikumzuia kuona nyuma. Ndio maana kule katika sura Kafi ukisoma ile aya ya mwisho kule, innama ana basharum mithlukum, ukishia pale ni manazil khata, ni break ya makosa. Usifanye kitu kwamba hakika mimi ni mtu mfano wenu mpaka ufikie sehemu, walakin yuha ilayya, mimi napata tu wahai. Ilikuwa leo tumzungumzie Rasulullah, ilikuwa leo tuizungumzie historia yake, lakini umuhimu wa as-salatu ala nabii, kupunguza chaka la umaskini, maradhi. Sababu Mtume kwetu sisi ni hadia, ni zawadi. Ana rahmatun muhdatun, innama bu'ithu rahma walam ub'ath la'anan. Asema innama ana rahmatun muhdatun, mimi ni rehma, nimeletwa kwenu bure bure tu. Mimi nimetumilizwa kuwa ni rahma, na rahma inaingia katika mambo mengi. Kwa hiyo tukiitumia hii rahma kufanikiwa ni hakika kabisa kabisa. Lakini sasa insha Allah tuzungumzie kidogo nikah, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuhimiza pia kuingia katika jambo hili, akisema ya ma'shara shabab, tunamwambia naam, tunakusikiliza ya Rasulullah, maneno yako hatuja kuona, tunakupenda, tunakukubali kweli kweli, na unachokisema tunakisikiliza kwa masikio ya moyo. Vijana, sikilizeni kauli yake, ya ma'shara shabab, enyi jopo la vijana, man istata minkumul ba'ata, atakayekuwa na uwezo wa kuoa, falyatazawwaj, afanye haraka aoe. Lakini pia kabla sijaendeleza mwisho, akasema hadithi nyingine, ad-dunya mata'un, dunia ni sehemu ya kustareheka, wa khairu mata'i dunya mar'atan salihah, lakini starehe bora ni kumpata mke mwema, mke mzuri. Mke mwema, mke mzuri. Ni kweli aliyoyasema Mtume, tunasema sadaka Rasulullah. Na sisi tunataka wanawake wazuri. Tunasema hivi, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Yani wewe ukiwa na chai ukiweka mkate utalainika tu. Hakuna mwanamke kiburi, hakuna mwanamke mtata, hakuna mwanamke asiokuwa na heshima, hakuna mwanamke mbaya. Wanawake wote dunia nzima, nasema kwa mdomo mpana, ni baba mmoja na ni mama mmoja. Ukimtaka mke wako awe kama huru la aini, atakuwa tu. Na ukimkosea timing katika dunia, hakuna kitu Allah amekiumba afu akakisifu kina matatizo. Inna min kaidi kunna, Allah anasema inna kaida kunna adhim. Alafu anasema sehemu nyingine, inna kaida shaitani dhaifa.
Alafu anasema sehemu nyingine, wa khuliqal insana dhaifa, binadamu ni mdhaifu. Vitimbi vya jini lile shetani ambalo hulioni, usione mchezo jini. Sheikh, jini kwanza hana maumbile maalum. Jini anaweza akajibadilisha akawa kama punje ya sukari. Jini anaweza akawa kama sisimizi, anaweza akawa kama paka, akawa kama mbwa, kama nyoka. Ndio pale sema inna shaitana yajrib majra dam. Shetani, jini linalala katika mionzi yetu ya pua. Ndio maana kisunna ukiamka itakiwa upenge pua yako mara 3, fa inna shaitan yabitu ala khayshumina. Shetani analala huku puani, lakini shetani anaingia, anapiga mbizi katika mishipa yetu ya damu. Kwa hiyo ana uwezo wa kujifanya mdogo mpaka akawa kama seli hai sahani au seli hai nyekundu za damu, wale walinzi, na anaweza akawa zaidi ya hilo. Pamoja na makeke yote ya majini, inna kaida shaitana dhaifa. Vitimbi vya majini vidogo na mashetani, lakini vitimbi vya mwanamke la haula, vikubwa. Na vilimtokea Mtume Muhammad na utume wake hakayumba. Allah akaingilia kati kucherea, ataharibikiwa huyu. Sasa mimi na wewe sijui nani ataingilia kati. Kwanza hupati wahai. Sasa nikutonye, min shiqawatil mu'min mar'atan su, markaban su, baitun su. Hapa muumini mwenye matatizo msikitikieni. Mtume anasema mwenye mke mbovu, mwenye mke mtata, hilo limechukua namba 1. Alafu mwenye gari mbovu, lakini mwenye nyumba mbovu, lakini mwenye mke la haula wala quwwata. Hata kama umeenda Maka mara 100, hata kama una pesa, wewe huna raha na utaharibikiwa. Ndio maana wataalamu wanasema hivi, inna waraa kulla rajulin adhim imraa. Kila nyuma ya mwanaume alotahawal, aloleta mabadiliko makubwa katika society, alokuwa na maduka makubwa Shauri Moyo, au kajenga ghorofa, sote tunakodisha kwake. Kila mwanaume ambaye ameleta mabadiliko makubwa ya mafanikio katika ulimwengu, watu wa saikolojia wanasema hakufika hapo isipokuwa sapota ya mwanamke. Kwa lugha fupi, kila alofanikiwa nyuma kuna mguu wa mwanamke. Mafanikio ya mwanaume yanategemea design ya mwanamke aliyokuwa naye, lakini mafanikio ya mwanamke hayategemei design ya mwanaume aliyokuwa naye. Ndiyo maana mwanamke anaweza kuishi na mwanaume yoyote hata kama hajampenda kabisa, lakini mwanaume never. Mwanaume hawezi ishi na mwanamke ambaye hajampenda kabisa. Atapunguza siku zake za kuishi mapema, atarudisha registration mapema, atarudisha namba aliyosajili mapema. Ndio maana kuna aya inasema ni dhamiri ya mudhakkar, fankihu, sio oleweni. Oweni ma taba lakum minan nisa, wale wanawake mnawaelewa, mnawapenda, sio unavamia tu. Twende kidogo kidogo tu, tufungue mafaili, utanielewa. Hapo ulipokanyaga umefeli. Watu wa usuli wanasema ukiwa unakwenda kuoa baba, tizama ghusnan wa mambatihi, matawi ya mti na mzizi wake, kwa sababu ile sehemu ya kuoa ndio sehemu ya kujitengenezea maisha au kujiharibia. Na kuna watu walivyooa kama ameingiza mkono kizani. Sasa sinikuambie sasa, tunkahul mar'a li 40. Mwanamke huolewa na mambo 4 hasabiha. La kwanza, namba 1, nasaba. Wewe unavamia tu hivi. Unajua kuna baadhi ya mwanamke ukimuoa, kama una pesa, inafilisika yote, unaanza 1 na uendelee. Lakini kuna mwanamke ukimuoa umewasha taa katika maisha yako, utafanikiwa sana. Na research ya Kiislamu ndio iko hivyo, litaskunu ilaiha
Kuoa ni kuleta utulivu wa maisha, utulivu wa kheri, utulivu wa maendeleo. Ndio maana kuna aya zilimsifu mtume alivyooa akafanikiwa. Wa wajadaka ailan faaghna, tulikukuta we maskini tukakutajirisha kwa kuoa mke anaitwa Sayyida Khadijatul Kubra. Mtume alilenga sana, aliingia palipo ndipo. Alivyooa tu kafanikiwa sana. Hata dini yake ilikuwa mstari wa mbele. Ilikuwa mstari wa mbele sana. Sasa basi, mwanamke yoyote anafanana na mwema na mbaya, ila timing ipo kwa mwanaume. Lazima kuishi na mwanamke kunahitajika timing ya hali ya juu sana. Kwanza nikwambie, jicho la mwanaume, tamaa ya mwanaume ipo machoni. Wanawake hawana tamaa katika macho. Kwanza nataka kurudia tena, Mwenyezi Mungu ametuumba sisi wote ni binadamu, lakini aloumbwa ni mwanaume. Mwanamke alikuwa hajaumbwa. Mambo yalivyoonekana hayatoka sawa, katoka tu bavuni kushoto kiajabu ajabu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ni fotokopi ya binadamu. Anaambie sasa, picha kamili na fotokopi au simu tolea la kwanza, alafu naye kuchakachua. Nafikiri ushajiongeza, ushaelewa mwenyewe. Ndio maana akaitwa Hawa. Japokuwa siku zote fotokopi inakuwa ina machachari kweli kweli. Hata Mchina imeshatengenezwa pikipiki ya Kijapani, pikipiki yenyewe $5,000,000. Alafu analeta za Kichina, mara ina kengere, ina honi, ina redio, makeke kama yote, alafu inauzwa sijui $1,000,000 tu. Basi na hawa nao wana makeke mengi kuliko kile kitu original. Miongoni mwacho akili yao ni kubwa kuliko mimi na wewe. Hatari kweli kweli. Mwanamke anaweza kufanya mambo manne kwa one time, na kati wewe mawili uwezi. Mwanamke muone hivi hivi, akili yake ni kubwa, ana IQ kubwa kuliko mimi na wewe. Huyo ndo mwanamke huyo. Anaweza kufanya mambo manne time moja. Sasa hivi unaweza ukamkuta anapika, anasonga ugali. La kwanza hilo. La pili anaongea na simu. Hapo la tatu ananyonyesha. La nne anakoleza moto na miguu. Alafu anaongea na mume wake na hata achanganye. Yaani yuko sawa, hababaishwi kabisa. Siku moja kuna mtu mmoja anaendesha gari. Mara taa zikawaka, baada aende watu wanampigia honi papa. Mmoja akasema yule atakuwa anaongea na simu, nenda kamgongee dirisha. Alipofika ngongo, bwana wewe tembea bwana gari huko. Ndo anashtuka kweli kweli. Yule mwenzie anamuuliza ulijuaje? Ambia ile kauli inaosema mshika mawili moja huponyoka, hii ni wanaume. Yaani akili ya mwanaume haiwezi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Sasa kuna kibarua. Nikikupa zizi la mbuzi, ngamia, ng'ombe, wachunge watakutii. Utapeleka huku, utaingiza zizini. Rahisi, kwa sababu si unawazidi akili. Sasa nikupe mtu mfano wako, alafu amekuzidi akili, ana mtizamo kama wako, saa nyingine yeye anaona mbali kuliko wewe. Huyu umuongoze mpaka umweke kwenye control, kazi ipo. Ndio maana mwanaume mwenye wake wanne huyu anaitwa mashine. Na usirogwe mtu hata kama eti ni shekhe, ni ustadhi, eti bachelor hajaoa, wewe una mke ukachukua ushauri kwake, atakupa nini huyu? Anaijua ndoa huyu? Atakupa kala Allah kala Rasul nyingi. Alikuwa zamani shekhe mmoja anatoa nasaha za ndoa hatari, afu yenyewe mwenyewe msela. Siku hiyo anaoa, anaambiwa shekhe, sasa funga mdomo, sisi ndio tunaijua ndoa, wacha tukuhusie. Na ukiwa na wake wawili usiende kuchukua ushauri kwa mtu mwenye mke mmoja, anakupoteza. Hajui hizo bahari. Mfuate mwenye wake wawili, mfuate mwenye wake watatu, mfuate mwenye wake wanne. Mtu mmoja alikuwa anasema inawezekana mtu akiwa na wake wanne, inawezekana akifika kwa Mungu akamwambia bwana nenda zako peponi. Haya, kwa nini? Ambia wewe moto wako ulikuwa kule duniani. Kuna shughuli kweli kweli, si kidogo kabisa. Sasa pamoja na yote, huyu mwanamke huyu, yeye tamaa yake haipo katika macho. Mimi na wewe
Mwanamke ni mzuri jamani, wanawake ni wazuri, na uzuri wao wana viungo 99, hadith wala haraj. Yani kuna vitu ukiviona unakohoa bila kuwa na kikohozi, shingo kama feni kila saa, hivi tu. Yani kila ukiangalia hivi kila astaghfirullah astaghfirullah, muftul ain. Na vile viungo vina faida kweli kweli. Cha mwanzo ni kifua, acha mchezo. Kifua cha mwanamke ukikitizama tu wanasema unapata vitamins. Na ndio maana alooa hakondi. Ya mtu analia kioa na kitambi kinashuka na ananyorodeka, anakuwa mzuri zaidi. Cha pili face, cha tatu shape yake, na vingine vinafuatia. Kwa hiyo tamaa yetu ipo katika macho, lakini mwanamke tamaa yake haipo katika macho, ipo katika masikio tu basi. Ndio maana mkipita barabarani akatokea kwa bahati mbaya mwanamke kapita kamuona mtu yupo uchi, wala hawezi kuangalia, sana sana atajuta, yule naye babu ana taibu anakaa vibaya pale. Lakini wewe unapita unamkuta mwanamke jalalani, alafu chizi hasa hayuko mzima, we mzima, alafu unamkuta yupo uchi, alafu ndo umepita lesi, unarudi vipi? Alafu unaanza kujiliwaza, japokuwa chizi lakini mashallah Mwenyezi Mungu kamjalia kweli kweli. Nini shekhe wewe? Ndio maana siku 2-3 hapa akiwa chizi analala chini ya magari, siku 2-3 unamkuta ana mimba bwana. Sasa ulizeni, hivi chizi mwenzie kaja kukamatia mimba hii, unaweza ukakuta ndio muuza spare mkubwa, bosi shauri moyo, kaondoka mazima na yule chizi. Hapo hatuna ujanja. Ndio maana kuoa kwenda mbele, tume wetu anapenda ndoa, sio anapenda wanawake. Na mtu apate cha kupata kama hajamiliki mke bado hana utulivu. Ila sasa pamoja sisi tunawapenda, eti wao wanapenda zaidi kuliko sisi. Yeye kupenda kwake ni tofauti na sisi. Mwanamke anapenda kauli nzuri, maneno mazuri yale ya kumjaza, kumsifu. Yani ndio wameumbwa hivyo. Yani vile unavyokuwa na hisia na mwanamke, yeye hisia zake mpaka umbusti kwa kumpa maneno mazuri. Ndio maana tukiingia peponi, wanaume wanapewa mizigo mingi. Maskini sijui wanawake 72 tena. Jamaa maskini kweli kweli. Na ukweli wa mambo tusidanganyane. Yani tunasali, tumeambiwa mengi peponi, lakini uongo tunawaza wanawake kuliko lolote lile. Kila saa shekhe kuna hurul aini, naambiwa kalio lake futi 40, yani uwazi chengine hivyo tu. Mmoja akasema nitawazibu, Allahu akbar, Allahu akbar. Lakini wanawake wao hawaozeshwi wanaume wengi, kwa sababu Allah anajua cha kuwastarehesha. Mwanamke wa kidunia akiingia peponi, wale hurul aini wote watakuwa wanamwimbia nyimbo, wanamsifu, wanamfanya malkia, wanamtandikia kitanda, kwa sababu mwanamke anataka status na fahari. Hili ataona kubwa sana kwake peponi na linamtosha kweli kweli. Na hata huko duniani ukimwona mwanamke anampenda mtu, chunguza, ima atampenda shekhe fulani kwa sababu yule shekhe anaonekana katika jamii, au msanii fulani kwa sababu nyimbo zake zina hiti. Hampendi mtu tu eti kwa sababu anampenda awe naye, anampenda kwa sababu ile sifa aliyokuwa nayo yule bwana itavaa kwake. Mimi nikionekana mtu wa mtu fulani, mwanamke wa msanii fulani, wa shekhe fulani, yani anataka ile kujipiga kifua tu. Ndio utakuta wanawake wa mashekhe, hasa shekhe ipo kwa mitandao, akisafiri migration, mama wewe unaenda wapi? Basi ataja ulizwa, mimi ni mke wa Sheikh Othman Maiko, unamjua kwa mitandao. Alimradi wanataka ile fahari wanawake. Sasa wewe mwanaume, wewe ukimwona mwanamke jicho la kwanza, upendo wako unaenda mbio, unakuwa 100%. Yeye bado hata hakupendi, ila sasa unaanza kumuingizia vile anavyopenda, unaanza kumsifu, unaanza kumjaza, mashallah, shingo yako, nywele zako. Wallahi wewe utafikiri ule udongo wa mwisho umepewa wewe. Yani Mwenyezi Mungu wewe dada kakupa kila kitu, ila kitu kimoja tu hujapewa. Kwa sababu anapenda sifa, atauliza makubwa, nini sijapewa? Namba zangu za simu hujapewa wewe, hujapewa hizi. Unakuta mwanamke wewe nawe achukua, andika
alimradi asifiwe. Sasa kila siku unavyomjaza anazidi kukupenda. Ukibahatika kumuoa, mwanamke alivyo hawezi kukashifu nguo kwa mwanaume yoyote ila amempenda. Ila ukimuoa, maajabu, kila siku upendo wake unapanda, wa kwako unaruzi. Sasa mwanamke kwa sababu upendo wake ni mkubwa kuliko wa mwanaume, alipokuja kwa mwanaume amefuata vitu vitatu na ndo njaa tatu. Tena njaa hizi zipo pamoja na kiu kali. Unajua mtu akiwa na njaa na kiu lazima ale. Asipokula atatafuta sehemu ya kula hata kama sio sehemu sahihi, na wanawake hivyo hivyo. Kila mwenye mke ajue mkewe ana njaa tatu. Wallahi nakuambia nikiwa katika makama ya Mtume Muhammad, ukimuonesha mwanamke upendo utapata kila kitu kutoka kwake. Utabandikiwa maji, utatuiwa, utaheshimiwa, utapendwa. Mke wako ukimpa vitu vitatu atakufanyia mambo matatu. Kila siku atakufanyia mambo matatu. La kwanza, mwanamke itakiwa amgawe mume wake maeneo makuu matatu, na kama hakufanyi hivyo una bahati. Asubuhi amfanye mume wake kama mtoto wake. Mnamjua mama na mtoto. Mama anaamka mapema kujua mtoto wake anajisaidia saa ngapi, atavaa nini, atakula nini. Sasa wewe unaamka mkeo ndo anakoroma na umechelewa wewe. Mwanamke anayejitambua, wewe unakuja kunywa chai huku kwenye magenge kila siku na umeoa nini wewe? Mwanamke akubali, lakini kama ya mambo matatu umempa. La pili, mchana anakufanya kama dada yake. Unajua mtu na dada yake tena wanaweza akakumbatiana wakafukuzana, hawana magomvi. Na mtu kuishi na mke wake kama dada yake si mchezo. Kuna watu miezi miwili mitatu hata waongei, akija wamenuniana. Siku hizi wanaliwazwa na TikTok tu. Unamkuta mtu yuko kama mwenda azimu ndani lakini hacheki na mke wake. Sehemu ya tatu amfanye kama hawara yake. Ili uyapate hayo, hizi njaa tatu mshibishe. Na kama hujamshibisha hizi njaa tatu, kuna sehemu anakula mke wako. Wazungu wanaziita LCC, love care concern. Njaa ya kwanza ya mwanamke anahitaji true love. Hivi tu lazima usomeshwe. Mwanamke anahitaji mapenzi ya dhati, mapenzi ya kweli. Anahitaji kupendwa, hahitaji chengine chochote. Ukimuuliza mtu hapa sasa, bwana unampenda mke wako? Sana sheikh. Juzi tu nimetoka kumjengea nyumba wife. Juzi tu nimetoka kuweka stock ya chakula. Bwana wewe. Hapo ndo tunapokosea wanaume. Unaweza ukao unampa mwanamke kila kitu lakini analalamika, mume wangu anipendi kabisa. Hata watoto shule nzuri, wana school bus, lakini wasema baba hatupendi. Upendo bwana sio kukurupuka. Upendo una malighafi zake, una mbegu zake. Chukua mbegu hizi. Wewe unajua upendo unapandwa. Israel hubbu tahsudul hubbu. Panda mapenzi ndio utayavuna. Utayavuna. Jambo la kuhudumikia na kupenda ni vitu viwili tofauti, lazima mlijue. Japo ni sehemu ya upendo lakini kidogo tu. Ukitembea hovyo ukimpa binti mimba leo, akienda ustawi wa jamii unashtakiwa. Unawajibishwa, bwana lea mimba hii. Akizaa lea mtoto. Kila siku unalipia. Haya niambie ndio unapenda sasa? Si ni out of love ile? Kwa hiyo kuhudumikia na kupenda vitu viwili tofauti. Upendo wa mwanzo ndo kilio cha wanawake. Mbegu ya kwanza tafrighil waqti. Cha mwanzo anahitaji muda. Mwanamke anatakiwa kupewa wakati, kwa sababu anatakiwa mwanamke aongee sana kwa siku na asikilizwe sana. Umpe muda, lakini muda muhimu. Wanawake wengi wanapewa muda wa makombo. Mwanamke anataka muda muhimu. Mchana kama umerudi nyumbani ghafla, vipi kulikoni? Nimerudi tule chakula cha mchana wife. Anataka umshike mkono, mnaondoka wote out. Aulizwe, bwana huyo nani? Huyo ndio mume wangu baba fulani. Anasikia furaha mwanamke. Kweli umekuja kutafuta alfajiri, umetoka nyumbani. Unarudi saa 4, na hiyo saa 4 sio nyumbani hivyo. Kijiwe cha kahawa. Na ukiingia ndani kule TikTok, Facebook, sijui kusomeshana, sijui kufanya nini, yani huna muda naye. Ukiingia kitondani wewe unakwenda kulala. Hili ni tatizo.
Mwanaume bora ana mambo mawili. Wanasema jambo la kwanza, mwanaume bora ni yule anayetoa muda kwa ajili ya mke wake. Kwa kweli tumewakosa, hatuwapati kimahusiano, tumewapoteza. Mtu mmoja alikuwa akizungumza, jamani, mnajua kuwapenda wanawake, mnapendana na wake zenu? Ndio, tuna maelewano, lakini uongo. Akasema sawa, basi naomba mtu mmoja, mwanamke kaumbiwa kusikia siku za mwanzo kabla hujamuoa, ile kwa kila siku unamtumia jumbe kama zote, vipi, I love you, nakupenda sana, muda wote. Sheikh, tunakuongelesha, bwana fungua ile otoneta. Haya kaka, subiri nakufungulia sasa hivi. We naye bwana, we unaona wanakuzingua, unatuma voice, haya niko hapa mwendo kasi. Basi haya baadaye utaniua huyo. Kila saa mtoto watu unamchanganya hivyo, kila saa akiangalia, akikuandikia message tu hai, unadondoka ukurasa mzima. Upo Kariakoo kwa mwendo kasi mpaka ujifoto, nipo hapa kwa Magufuli, umeona hata kama unalala, hai good night, good night, unamsumbua, umemzuzua. Hicho ndo alichokuwa kikifuata hicho. Ukishampata zile message hakuna. Wanasema wanaume wana mlango wa kuingia, wa kutoka hawana. Sasa mtu mmoja asema anayempenda mke wake, la mwanzo anampa muda wa SMS. Unajua kisaikolojia wanasema mwanamke ile kumwambia I love you, nakupenda, umwambie kama unavuta uradi, I love you, I love you, I love you, kwa sababu kila dakika 3, hii ni saikolojia, mwanamke anasahau kama anapendwa. Ndio maana saa nyingine anakuambia hivi, wewe unanipenda, ataka asikie kutoka kwako. Wewe mara ya mwisho tukiulizana hapa, muogope Mungu Ijumaa, sema mwenyewe mara ya mwisho kumwambia unampenda lini? Mara ya mwisho lini? Tokea siku ulivyotaka kumuoa. Watu wakaulizwa msikitini, mnawaambia tunapenda? Ndio tunasema. Akasema basi, the way of life is short, njia ya Mungu si fupi. Kila mmoja aandike message sasa hivi, amwandikie mke wake I love you. Basi kila mmoja akaingia kwenye message I love you, I love you so much. Yule kiongozi mjanja akasema sasa tukiwa tunasubiria majibu, badilishaneni simu. Kila mtu ampe mwenziwe simu yake, tunasubiri message zitakazorudi. Dakika 2 tuka ta. Hey. Message ya kwanza ile urudi, mwanamke akajibu makubwa leo. Mwingine anasema samani we nani? Hajazoea. Njaa zingine wiki zijazo tutakapopata fursa. Mwenyezi Mungu atujalie ndoa zetu ziwe salama. Waqala azza min qailin alim, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله